kama kawaida tunaenda zetu Israel na Iran kuangalia hali ya mambo jinsi ambavyo ipo na matamko mbalimbali ambayo yameendelea kutolewa na viongozi mbalimbali akiwemo Donald Trump, ambapo jana lazimika kukatisha kikao cha G7, na taarifa zinazoendelea hivi sasa kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali kupitia vyombo mbalimbali vya habari pale Marekani ni kwamba Donald Trump ameagiza timu yake izungumze na timu ya Iran ili kuweza kufanya mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Iran yenye nia mbili kubwa. Mazungumzo ya kwanza ni kusitisha vita kati ya Iran pamoja na Israel, na mazungumzo ya pili yanakuwa ni kuzungumza ule mpango wa nyuklia wa Iran na kuona namna gani vipi basi wanakubaliana. Hatua hii ya Donald Trump ilikuja mara baada ya kuandika katika mtandao wake wa Truth kwamba vita vinatakiwa viishe, akapiga mkwara pale kwamba wananchi wa Tehran wahame, ila mara baada hapo ripoti zinaeleza kwamba ameagiza timu yake kufanya hivyo kwa ajili ya kumaliza kabisa hii vita. Na hii inakuja mara baada ya mashambulizi ya usiku kucha ambayo yamefanywa na Iran katika miji muhimu ya Israel ikiwemo miji ya Haifa, Tel Aviv pamoja na Jerusalem, na imekuwa ni mashambulizi of course ya usiku kucha kama ambavyo Iran waliahidi. Israel nao wamekuwa wakifanya mashambulizi, ingawa wamekuwa wakipiga maeneo muhimu na wenyewe wamekuwa wakishambulia mchana, wakati Iran wamekuwa wakishambulia usiku. Hadi hivi sasa kwa mujibu wa takwimu rasmi, vifo kwa upande wa Israel ni 24, wakati watu 227 wamefariki dunia katika nchi ya Iran. Hizi ni kwa mujibu wa takwimu kutoka Israel na takwimu kutoka Iran. Tel Aviv inaonekana kuharibiwa kweli kweli, majengo yake mengi yanaonekana kuwa magofu, licha ya kwamba raia wa Israel wana mahandaki na mbinu bora zaidi za kujilinda wakati wa vita, ila ishu kubwa inakuja katika uharibifu wa majengo, ndio ambayo inaonekana kuwa hasara kubwa zaidi. Lakini kwa upande wa Iran watu muhimu wengi wameuawa, kwa maana ya kwamba makamanda wa jeshi, makamanda wa upelelezi pamoja na wanasayansi ambao hawa ni watu wadimu wanaosomeshwa kwa zaidi ya miaka 19 na serikali ya Iran kwa ajili ya kuendelea kuisaidia nchi yao. Haya ndio makubwa ambayo yanaendelea mpaka hivi sasa. Tunategemea wiki hii pengine isiishe tukaona mazungumzo, kwa sababu tunasubiri kauli ya Abbas Araghchi, waziri wa mambo ya nje wa Iran, atakachokisema. Ila mashambulizi kati ya Iran na Israel bado yanaendelea. Hivi tunavyozungumza, Iran wamemaliza kuishambulia Israel na Israeli wameanza kuishambulia Iran. Mji wa Tehran kwa upande wa magharibi dakika kama 30 hivi zilizopita umepigwa tena na Israel. Kwa hiyo wakati Marekani unapambana kutafuta diplomasia, mapambano mengine ya Israel na Iran bado hayajakoma. Tutazidi kujuza kile ambacho kinaendelea kwa sasa. Pokea ripoti hizo.